Wakati wa uchaguzi mkuu, vyama vya siasa vinajinafasi kwa kunadi ilani yao, kusema sera mbalimbali. Na kwa bahati nzuri kwenye uchaguzi uliopita, Chama cha Mapinduzi ndio kilichopita kwa kuichukua dola. Wakati mwenyekiti chama wanamaliza kazi yao, ilani ile inakabidhiwa serikalini. Sasa kwangu mimi wao wameshafanya sehemu yao, mwenyekiti imebaki sehemu ya sisi serikali. Sasa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti wa kikao, kwa nini nimesema hilo? Nimesema hilo kwa sababu kuna saa unapoenda kwenye uchaguzi tunapata wakati mgumu sana kama Chama cha Mapinduzi. Mimi declare mimi wa CCM, kwa hiyo tunapata wakati mgumu sana kwa sababu nini? Kuna kero mbalimbali za wananchi. Sasa hapa naomba niseme bayana mwenyekiti wetu wa chama kwamba ilani mliotupa si tutaitendea haki, na ndio awali nilitangulia kusema fike mahali watendaji wa serikali tufanye majukumu yetu. Na mwenyekiti, mimi ni mwanasiasa ambaye naamini kitu kimoja, kufanya kazi kwa usahihi wakati wa uchaguzi watu watakuelewa tu. Watendaji wa serikali, hebu fanyeni kazi yenu kwa kujiamini. Mimi niliyesimama hapa ni mwanasiasa, ninataka niwahakikishie kwamba hatutaingiza siasa kwenye utendaji wenu. Na kwa wanasiasa ambao mko mahali hapa, ndugu zangu, hata maandiko matakatifu yanasema kuna nyakati kwa kila jambo. Kwenye kitabu cha Mhubiri alichoandika Mfalme Sulemani alisema kuna wakati kwa kila jambo, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Wakati tulionao sasa hivi ndugu zangu ni wa kufanya kazi, sio wa kufanya siasa. Kwa hiyo mimi naamini sana wanasiasa hatutawaingilia, lakini nyinyi watendaji fanyeni kazi yenu. Niwaombe wananchi pia nao usijiingize kwenye siasa wakati watendaji wanafanya utekelezaji wa mambo yao. Mwenyekiti, kuna saa wananchi nao wanakuwa vikwazo. Sasa niombe kila mtu ambaye yuko katika jiji hili la Arusha, hebu asimame kwenye sehemu yake. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni serikali ya watu na iko kwa ajili ya watu. Sasa kama rais amefanya sehemu yake, na sisi tujitahidi sana kufanya sehemu yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia bajeti ya mwaka huu ni bajeti ambayo kiukweli imesimamiwa kwa weledi mkubwa sana, na bajeti hii imepita kwenye kamati za madiwani, zile kamati za kudumu. Kwa hiyo hakuna diwani atakayesema kwamba kwenye hili yeye hakuwa na taarifa. Ukiangalia mwenyekiti, pia kipaumbele kikubwa sana tumeweka kwenye changamoto ambazo zinawakabili wananchi moja kwa moja. Pesa nyingi kwenye bajeti hii mwenyekiti, ukiangalia imepelekwa kwenye sekta ya mipango na uratibu ambayo imepelekea bilioni 11.677. Na hii mwenyekiti, ni kwa sababu ya hili jambo kubwa linalokuja kwetu mwaka 2027, jambo la mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika, ndio iliyofanya ikapelekea shilingi bilioni 11. Lakini mwenyekiti, kwa utaratibu wa bajeti zetu za awali na kwa mazoea tulionayo, zamani zile eneo ambalo linachukua bajeti kubwa sana ni idara ya elimu, ikifuatiwa na idara ya afya, alafu ndio inakuja hizi sekta za uratibu na mipango na kadhalika. Lakini ukiangalia mwenyekiti, kwenye bajeti hii idara ambayo imeshika namba 2 kwenye bajeti hii ni idara ya mipango miji, ambayo sehemu ya pesa hii karibu zote zinaenda kwenye ujenzi wa vivuko na mitaro au mifereji ya maji ya mvua kwenye barabara za vumbi kule kwenye kata za pembezoni. Lengo letu mwenyekiti, kama madiwani, ni kuhakikisha changamoto ya barabara, mheshimiwa mwenyekiti, sasa ifike mahali iishe, kwa sababu kila mwaka kipindi kama hiki mwenyekiti, kelele zinakuwa kubwa sana. Kelele zinakuwa kubwa kwa sababu ya mafuriko yanayosababishwa na barabara mbovu. Kwa hiyo mwenyekiti, sisi madiwani tumejipanga, tutashirikiana na TARURA kuhakikisha kwamba changamoto ya vivuko, changamoto ya drainage, ile mitaro ya maji ya mvua, sasa inaenda kwenye nini? Inaenda kubaki kuwa historia. Ninachotaka kuwatia watu moyo kwamba kero ya barabara itafanya nini? Itaisha. Na kwenye mahuisho ya bajeti yetu pia tumefanya reallocation, pesa zaidi ya shilingi bilioni 3 imepelekwa kwenye idara ya mipango miji kwa maana ya kutengeneza barabara zetu. Na kwenye kamati yetu inayokuja ya fedha, mheshimiwa mwenyekiti, tutapeleka pesa ya dharura kwenye kata zote 25 kwa ajili ya kukabiliana na hili ambalo sasa hivi liko mahali hapo. Kwa hiyo ndugu zangu, tukubaliane, na naomba ni nukuu msemo wa aliyekuwa rais wa 16 wa Amerika, anaitwa Abraham Lincoln. Alisema, we are forming the government of the people by the people for the people. Maana yake serikali ya watu iliyochaguliwa na watu kwa ajili ya watu, ndio serikali ambayo mimi naamini mheshimiwa mwenyekiti tunaenda kuitumikia, kwa sababu sisi sote tulioko hapa ndani mwenyekiti
tuko kwa ajili ya wananchi waliotuchagua. Siku moja mwenyekiti hapa ndani niliwauliza wataalamu, kwani nyinyi mko kwa ajili ya nani? Mmoja akasema sisi tumeteuliwa na rais. Nikasema hata rais naye amechaguliwa na nani? Na wananchi. Kwa hiyo rais naye ni kwa ajili ya wananchi, kwa maana nyinyi mlio wateule wa rais mko kwa ajili ya nini? Ya wananchi. Kwa hiyo tushirikiane wote kwa pamoja kusaidia wananchi wetu wakae katika hali ya nini? Katika hali ya amani na utulivu. Mwenyekiti, tunapoongea sasa hivi kuna maeneo barabara zimefungwa na wananchi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mvua hizi zinazoendelea. Lakini mwenyekiti, pia niseme, kuna saa wananchi wanaandamana sio kwa akili zao wenyewe. Na taarifa kwamba kuna na viongozi wako nyuma haya maandamano. Hili jambo mwenyekiti pia sio sawa. Kiongozi ni mtu wa kuonyesha dira, sio mtu wa kugomesha watu. Kwa sababu mwenyekiti, wewe ni kiongozi wa kamati ya ulinzi na usalama. Jambo hili mwenyekiti, pokea na lisimamie, tusioneane aibu, kwa sababu Arusha ni ya kwetu sote. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi tumejipanga na kwenye baraza langu mchana leo tutajaribu kuielezea bajeti yetu tulivyoipanga. Mimi nisichukue muda mrefu mwenyekiti, ni